Kwa sababu ninaujua msimu wa uzima wa Mungu kwa imani. Pokea uzima kwa jina la Yesu usiku wa leo. Nitakuonyesha picha kidogo. Hata leo nimepata ushuhuda wa ajabu sana. Kuna mtu ameniletea ushuhuda. Wakati mama unanisubiri unaenda chuoni unasema kamsikilize yule mtu, alikuwa analeta ushuhuda kutoka airport. Wa kitu fulani tulimuomba Mungu. Nitakuonyesha hapo utashangaa. Kwa Mungu hakuna msimu wa magonjwa. Mungu wetu sio wa magonjwa. Mungu wetu sio Mungu wa maradhi. Mungu wetu ni Mungu wa uzima. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Na ndio maana nasema katika Yohana 6 mstari wa 63, haya maandiko lazima yakae yawe sehemu ya maisha yako practically. Sio theoretically, practically. Ndio maana yasema tena na tena. Yesu anasema maneno haya niliyowaambia ni roho. Halafu tena ni uzima. Manake hapa ninapoyanena maneno ya Yesu, they are spirit, ni roho, ni roho. Hata kama ulikuwa unaenda kufa, unakwenda kuhuishwa na roho wa Bwana. Katika Warumi 8 anasema, na ikiwa roho yule yule wa Kristo aliyemfufua Yesu katikati ya wafu anakaa ndani yenu, atakachofanya niki, anasema ataihuisha na miili yenu, sio roho sio nafsi tena, ataihuisha na miili yenu inayopatikana na mauti au iliyo katika hali ya kufa. Manake kama unasikiliza maneno haya Mungu kwa makini, kuna uzima unaumbika ndani yako. Naongea na mtu hivi sasa hivi, cells zako zinatengenezeka kwa jina la Yesu sasa hivi. Hata kama cells zako zilikuwa zimechoka, zinapokea uzima mpya. Pokea uzima. Pokea uzima kwa jina la Yesu aliye hai. Natamani hata utakapokuwa mzee wa miaka 120 una nguvu kama kijana. Sitakuthibitisha kimaandiko. Maandiko yanasema naye Musa alipokuwa mtu wa umri mkubwa, ana miaka 120, maandiko yanasema macho yake, masikio yake, miguu yake, mikono yake ilikuwa bado ina nguvu. Pokea nguvu ya Yesu usiku wa leo kwa jina la Yesu. Hata kama ulikuwa unaanza kuchoka, usiku huu ni wa kuvuviwa uzima tena. Mama sisi unanisikia? Pokea uzima tena kwa jina la Yesu. Na wanaodhani umefika mwisho, sasa ndio unaanza. Maana kuna watu wakishafikia miaka 60 tu, nimesha staafu, naona sasa nimekuwa mzee. Na mimi nimekuwa babu. Utakuwa babu wa mababu na mababu kama unapokea, na iwe kwako kama unavyoamini. Achana na uzee wa miaka 45 tu, 58 tayari mtu ameshachoka, anaanza kuaga. Sasa utaratibu wangu utakuwaje? Halo. Na Mungu anasema hivi, mcha wake hataondoka. Mungu hatafanya jambo lote bila kumwambia kwanza. Ikifika wakati umemaliza assignment ya Mungu, hata kama una miaka 40, Mungu atakuwekea mazingira ambayo ndani una ushuhuda. Pokea roho ya uzima tena kwa jina la Yesu aliye. Na nilizongea na nikamalizia na neno moja, asili ya uponyaji. Na nikasema kuna mambo machache ambayo ningependa ufahamu kuhusu uponyaji. Na nilitaja jambo moja, tukaingia kwenye maombi. Na nilikwambia kwamba jambo la kwanza ambalo ndio nitaanzia hapo, nitaendelea, sirudi hilo, lakini nayo kama msingi kwa wachache ambao hawakuwepo jioni ile ya uponyaji. Nilikwambia kwamba uponyaji ni sehemu ya huduma ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kama ukitaka kutumia past tense, maana yake uponyaji ulikuwa ni sehemu ya huduma ya Bwana Yesu tangu mwanzo. Tuliangalia Mathayo 4:23. Mathayo 4:23 na 24. Unaweza ukanirushia pale kidogo, 23 na 24.
Nataka kama ikiwezekana nikupe picha tu, halafu tuende jambo la pili ambalo tunang'ang'ana nalo usiku wa leo. 4:23. Naomba tusome kwa pamoja. 1, 2, twende. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya akifundisha masinagogi na kuihubiri habari. Naomba na kuponya, tusome kwa pamoja kama jeshi. Na kuponya kila na maradhi, sio baadhi ya maradhi, na maradhi ya kila namna waliokuwa nayo. Na wewe ni mtu, pokea uzima kwa jina la Yesu. Haijalishi umekuja na maradhi gani, Yesu ni mponyaji wa kila aina ya maradhi na magonjwa na udhaifu wa kila aina leo. Nina uhakika katika Bwana hautatoka kama ulivyoingia. Nasema uliingia na uzee, utatoka na ujana. Nimewasikia watu wanasema uzee mwisho Chalinze. Mimi nasema kwenye nyumba ya Amani Christian Center mwisho uzee Yesu anakomesha. Pokea roho ya ujana katika jina la Yesu kama tai. Simeandikwa kurejesha ujana kama tai. Manake hata kama ulikuwa umefika miaka 80 na unakwenda hivi, bado Bwana anaweza karejesha tena. Ndio maana nimekwambia unaposikiliza haya maneno ya Mungu, kuna cells mpya zinaumbika kwenye viungo vyako. Pokea uumbaji wa cells mpya kwa jina la Yesu aishiye milele. Tukasoma baadhi ya maandiko. 9:35. Give me 9:35. The same gospel of Matthew. Injili hiyo hiyo 9:35. Nafanya tu kwa faida ya watu wachache, halafu ndani ya dakika 5 twende kwenye jambo la leo. Naomba tusome tena kwa pamoja. 1, 2, twende. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi na kuponya magonjwa, halafu na udhaifu wa, yani ni haki yako leo kuponywa na huyu Yesu magonjwa yako yote leo. Na udhaifu wa kila aina. Naumwa kiuno, hapa panavuta, kichwaga kinanivutiaga huku nyuma, sijui pana unatoka na uzima wa Bwana leo. Pokea uzima katika jina la Yesu aliye hai. Uwe mzima kwa jina la Yesu. Kuna mtu aliniuliza, kwa nini askofu ofisini kwako una mpira wa miguu, nyumbani unanunua mipira ya miguu kila mahali? Kwa sababu ninaamini juu ya uzima. Nacheza mpira, piga dana, piga. Sasa unaamini uzima alafu unakaa hivi, hufanya hata mazoezi, unapruvuje uzima sasa? Unasema mimi mzima nimepona, unabaki kwenye shuka, kwenye blanketi? Fanya kile ambacho uzima unakupeleka kufanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Malizia na 12:15. 12:15. Yohana 12, Mathayo 12:15. Mengine niliyokupa nilikuwa na koti hapa na pale, lakini nataka nikuonyeshe kwamba uponyaji huu ni wa wote. Tunaweza tukasoma tena 1, 2, twende. Naye Yesu hali akiyafahamu hayo, akaondoka huko, na watu wengi wakamfuata, akawaponya baadhi yao. Akawaponya wote. Wote ni pamoja na wewe. Nasema wote ni pamoja na wewe uliyekaa pale. Pokea uzima wa wote kutoka kwa Bwana Yesu katika jina la Yesu. Hata kama uko hapa una pancreas kongosho linakusumbua na umeandikiwa operation, as you trust and believe God without
fear. Kwa kadri ambavyo jioni ya leo na usiku unamwamini Mungu bila mashaka, pokea uzima katika jina la Yesu. Sasa uzima unaingiaje? Uzima, na kila aliyeombewa na Yesu, Yesu alisema siri ya uponyaji wao ambao nataka uipokee usiku wa leo. Yesu aliwaambia, imani yako imekuponya. Na mimi nakuombea usiku wa leo, imani yako ikutendee haja ya moyo wako. Pokea uzima kwa jina la Yesu leo. Imani yako. Na nikafafanua mambo mawili tu kuhusu imani, halafu nataka niongezee mengine mawili, halafu tutaingia kwenye maombi. Are you ready for? Uko tayari? Uko tayari? Mimi nakaa katika neno, maana sina story za kwangu. Ninalo neno la Bwana. Na neno likisema linamaanisha lilichokisema. When God says, he means what he says. Mungu akisema anamaanisha alichokisema. Na uyashike yale maneno, kila aina ya udhaifu, kila aina ya magonjwa, halafu wote. Manake na wewe hauachwi la kwako. Sasa nataka nikupe jambo la pili la kufahamu, halafu nitakupeleka katika imani ya kupokea. Sawa sawa? Jambo la kwanza nilifundisha kwamba uponyaji ulikuwa au ni sehemu ya huduma ya Yesu. Lakini jambo la pili la kufahamu ambalo leo nalifundisha katika mambo kadhaa ambayo nitahitaji ufahamu kuhusiana na uponyaji, ndio katika sehemu ya uponyaji. Ahadi za uponyaji ziko hai na ni halisi kabisa katika siku za leo. Narudia, ahadi za uponyaji ziko hai na ni halisi kabisa katika siku za leo. Kwa maneno mengine, ahadi za uponyaji zina nguvu ile ile hata sasa. Narudia, tafsiri ya kuwa wepesi wa maneno. Ahadi za uponyaji zina nguvu ile ile hata sasa. Nothing has changed. Hakuna kilichobadilika. Wanadamu wanaweza kubadilika, lakini sio ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu ziko pale pale. Fungua katika Waebrania 13 mstari wa 8 sasa. Waebrania 13 mstari wa 8. Waebrania sura ya 13 na mstari wa 8. Nitapenda kusoma pamoja na wewe. Waebrania 13 mstari wa 8. Samahani watu wa media, sikuwapeni mapema maandiko haya. I think next time nitanikumbusha, nitawapeni mapema zaidi. Waebrania 13 mstari wa 8. Tunaweza tukasoma kwenye Biblia zetu wakati watu wa media wanatafuta hilo andiko. Tuko wote pale? Tuko wote pale katika Waebrania? Haya. Na nikwambie kwamba uponyaji unaleta, mafundisho yanaleta uponyaji, kwa sababu hili unaondoka nalo linakuwa sehemu ya maisha yako. Twende 1 2 kwa pamoja. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata. Maana yake nini haya maneno? Maana yake Yesu hajabadilika. Alichokifanya jana anakifanya leo na atakifanya kesho. Wanadamu wanaweza wakabadilika mikao, mitazamo,
mijadala yao na fikra zao, lakini Yesu habadiliki. Maana yake hili anatumia past tense, present tense and future tense. Anaonyesha kwamba Yesu ni wa milele, habadiliki. Aliokoa, anaokoa, ataendelea kuokoa. Aliponya, anaponya, ataendelea kuponya. Alifungua, anafungua, ataendelea kufungua. Pokea uponyaji wa siku ya leo kutoka kwa Yesu. Kwa maneno mengine, kwa vile Yesu hajabadilika, huhitaji wewe kubadilisha mtazamo wako kuhusu Yesu. Lazima ujue ahadi za Mungu kwa ajili ya maisha yako ziko pale pale. Ngoja nikukumbushe kitu. Maana yake hata ndani yako iko nguvu ya kiungu ambayo haiwezi kutafsirika na mwanadamu wala sayansi. Nitakupa maandiko machache ninapotaka kukuingiza kwenye mikono ya kupokelea ambayo ni imani. Lakini si hivyo tu. Fungua Malaki 3, naomba Malaki 3 mstari wa 6. Malaki 3 mstari wa 6. Mungu alisema tangu mwanzo, kuna kitu alizungumza. Asante sana, you are so fast. Mungu akubariki sana. Tunaweza tukasoma kwa pamoja Malaki 3 mstari wa 6. Twende kwa pamoja, 1 2, twende. Kwa kuwa mimi Bwana sina. Mwambie jirani yako, Yesu si kigeugeu. Haleluya. Hawezi kwa huyu anamponya, huyu hataki kumponya. Kwa huyu mara leo anaponya, kesho ameacha kuponya. Mara alikuwa anatenda miujiza, ameacha. Anasema kwa kuwa mimi, Mungu anajiintroduce. Anasema kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu. Nikisimama, nimesimama. Nikiahidi, nimeahidi. Na itakuwa vile. Na ndio maana usiku wa leo ni haki yako kupokea uponyaji kwa jina la Yesu. Mungu hana kigeugeu. Petro anafafanua zaidi katika kitabu cha Matendo ya Mitume, anasema kwa kweli nimetambua Mungu hana upendeleo. Kwa kila mchaye, hana upendeleo. Kama Mungu hana upendeleo, manake hata kwako hana upendeleo. Alichowatendea wengine, na wewe una haki ya kutendewa. Pokea uzima wa kiungu usiku wa leo kwa jina la Yesu. Ninakuombea roho ya mabadiliko usiku wa leo yasiyokuwa ya kawaida. Anayehitaji kubadilika siye Mungu, ila wewe unahitaji kubadilika. Mungu anasema mimi sina kigeugeu. Who told you that I'm changed? Nani amekwambia kwamba mimi nabadilika? Hapana. Mimi Mungu sina kigeugeu. Tume Paulo anafafanua vizuri katika kitabu cha Waebrania. Anasema kwa maana Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Manake aliponya, anaponya na ataendelea kuponya. Hapo ulipokaa iko nguvu ya uponyaji usiokuwa ya kawaida. Na naanza kuiamuru kwa jina la Yesu, kila lisilotoka, kila pando lisilotoka kwa Bwana Yesu ling'olewe kwa jina la Yesu aliye hai. Litoke kwa jina la Yesu. Kuna uvimbe, ninauamuru kwa jina la Yesu sasa hivi uanze kunyauka, na unyauke kwa jina la Yesu. Ninalaani magonjwa yote, ninalaani maradhi yote yaliyokushika, na hali yoyote unayokutana nayo inayokuumiza, iliyo kinyume na mapenzi ya Bwana ishindwe kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu usiokuwa kawaida. Kwetu sisi ni athma ya ukoo. Ni athma ya ukoo. Niko hapa kukwambia wewe sasa hivi si wa ukoo wa ubini wenu, wakina Mwanani sijui Shekinani. Hauko huko wewe. Wewe uko kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Haleluya. Tumeambiwa damu zetu sisi zina balaa, damu zetu sio nzuri, na kutangazia iko damu ya Yesu sasa ndio inayofanya kazi kwenye maisha yako. Pokea urithi wa damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Mimi nakuona umeshapona. Sio unavyojiona. Mimi nakuona umeshapona. Nakuona unapokea uzima. Naona hali yako inabadilika. Ninamwona Bwana anakushika kwa mkono katika ulimwengu wa roho, anakutegemeza, anakuchomoa kwenye mazoea yako, anakuweka kwenye platform ya uzima wake. Tembea kwa ujasiri kwa jina la Yesu aliye hai.
Ngoja nikwambie, uponyaji wa Mungu ni wa ajabu sana. Uponyaji wa Mungu huoga hatusikilizii hivi. Ukiusikilizia hivi utakufa hapo hapo ndani ya shuka lako. Ndio maana Yesu aliwaponya wote, aliwaambia halo, mimi nataka tayari uwe mzima. Hata kuna mtu akataka kumsingizia Yesu, anamwambia Yesu, ukipenda uniponye. Ni amuelewi. Unaanza kumuuliza Mungu, kwani anataka wewe uumie? Yesu akamwonea huruma, akamwambia nataka funguka basi. Mapenzi ya Mungu anataka uwe na afya njema. Ni mapenzi ya Mungu uwe na ushindi katika nyanja zote. Kifungo cha leo kinachofunguliwa, hata kama ulikuwa unakwama kwenye biashara, leo upako wa kuinuka kwenye biashara kwa upya, pokea kwa jina la Yesu. Uko hapa, utainuka tena. Sasa tunapokeaje? Naomba niongeze mambo mawili katika tafsiri ya imani. Siku ya kwanza nilikwambia, tulisoma katika Waebrania 11, si ndio? Tuliona kwanza imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, si ndio? Waebrania 1 mstari wa kwanza ule. Na nikakwambia unapokuja kwenye ibada kama hii, usije bila matarajio. Come with expectations. Narudia tena, ni makosa kuja kwenye ibada kama hii unakuja tu kusikiliza kwaya. Okay, kama umekuja kwa ajili ya kwaya tu, okay, it's good, wameshaimba. Lakini mimi nataka unapokuja kwenye ibada yoyote, kuja na zaidi ya kuona kwaya na mhubiri, kuja na matarajio ya kumuona Mungu anaingilia kati maisha yako kwa ushindi. Ndio maana mimi sina ibada ya kusema yani leo nilipokaa kwenye ibada sikumuelewa mhubiri, sikubarikiwa. Sina hiyo kitu. Ninapotoka ofisini, ninapotoka kufanya maombi, ninapotoka kwenye mikutano, na ninapokwenda kwenye mikutano yote, kila mara nina higher expectations. Natarajia mambo makubwa. Na nikwambie, ukiwa na matarajio makubwa, hata kama wengine wamuelewe mhubiri, utashangaa wewe unamuelewa kwa sababu umekuja kwa imani, na ile imani itakuzalia matunda. Maandiko yanasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo. Muulize jirani yako, unatarajia nini usiku wa leo? Asante. Nimemsikia mtu ameshasema uzima, uponyaji, na iwe kwako kama ulivyoamini. Nasema uondoke tofauti leo. Nasema uondoke tofauti leo kwa jina la Yesu. Ondoka tofauti leo. Usijali jirani yako anaelewa haelewi. Wewe jielimishe somo kwamba mimi sitaki kurudi kama nilivyoingia, ninatoka tofauti. Maana nina matarajio ya kuponywa na Mungu. Mhubiri sio anayeponya. Mhubiri ni chombo tu cha kuleta hapa neno, lakini kinachokuinua ni neno la imani kutoka kwa Bwana. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Lakini tafsiri ya pili tuliangalia ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana yake ni hakika, uwazi wa mambo yasiyoonekana. They are invisible. Confidence in the invisibles. Unajenga ujasiri, uwazi. Wengine hawaoni, mimi naona ninapona. Wengine wanasema kansa iko stage ya 4 ya 3, mimi namuona Bwana Yesu ananiponya. Si ndivyo tulivyomwangalia yule mwanamke? Alisema nikienda nikigusa pindo la vazi lake nitakuwa mzima. She was creative. Alikuwa anayaona ambayo wengine hawayaoni. Na kuombea macho yako ya rohoni yafunguke, uanze kuona uzima unakutembelea katika nyanja zako za afya. Uanze kuona unastawi kibiashara kabla hujauona ule ustawi. Anza kuona katika ulimwengu wa roho. Ni hakika, ni bayana, ni uwazi wa mambo yasiyoonekana. Yuko hapa mzee wangu wa kanisa Daniel, siku moja akaniambia, akasema, askofu, mambo yameharibika sana huko. Yameharibika. Nikamwambia, mimi sioni kama yameharibika. Mungu atakusaidia. Lakini aliingia kwenye hofu. Maana hali imeharibika. Haikupita muda akasema, Bwana, Mungu ameturehemu, mambo yamebadilika. Hata mahindi yake nimeona aliyolima
nampenda, ni mwanafunzi mzuri. Yaani pamoja na kuwa ana biashara kubwa. Nilipomwambia tu mimi nimevuna bwana tu mahindi safari, nimepanda kwa imani mwishoni wakati mvua zimeisha. Tukashauriana na mke wangu akasema baada ingia hivyo hivyo. Nikaamua kupanda kwa imani. Angalau nimevuna tu gunia 95. Haleluya. Tutakula ugali siku nyingine hapa. Yule aliposikia nilipomwambia hivi akasema askofu, mwaka huu na mimi nalima. Unajua chanzo cha imani ni kusikia. Sasa yeye amelima kuliko hata mimi, naogopa hata kutaja ekalizolima. Na amenitumia mapicha ya mahindi, naona ya kijani yamestawi yanakuwa. Na wewe Bwana akupe kustawi kwa jina la Yesu kupitia neno la imani kwa jina la Yesu. Sasa nataka nikuongezee mambo mawili. Imani ni nini? Namba moja ni hakika ya mambo yatarajiwayo. Namba mbili ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Lakini la tatu ambalo nataka nikae na wewe katika hili la tatu na la nne, halafu tuingie kwenye maombi. Lakini imani ni nini pia? Imani ni ufunuo. It's the power of revelation. Ability to see the unseen. Uwezo wa kuona yasiyoonekana. Mstari wa 3. Naomba mstari wa 3. Naomba mstari wa 3. Waebrania 11 mstari wa 3. 11 mstari wa 3. Waebrania 11 sio 13, tuko mstari wa 11. 1 2 tusome. Tusome kama mtu mmoja. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu Unaelewa maana yake? Imani ni ufunuo. Unaviona vitu vinavyoonekana kutengenezwa na vitu visivyoonekana. Nisikilize, unaweza kuwa uko hapa wewe ni mgonjwa, lakini huoni ugonjwa, unauona mkono wa Bwana ukikuponya. Uko hapa una madeni mengi yamekuzidia, na kila kitu unachokifanya kina collapse, kinaanguka, hakifanikiwi. Umeombewa sana, umewekewa mikono sana. Mwisho unasema what will be next? Nini kitafuata? Badala ya kuona kwamba mimi nitafungwa jela na nitaishia mahali pabaya, unauona mkono wa Mungu na kuinua kwa upya, unalipa madeni yote, na biashara zako zinasimama, na shughuli zako zinaendelea mbele. Huko ni kupata ufunuo wa kiungu. Maana hata ukivunjwa moyo, wewe utasimama imara. Pokea kuona katika jina la Yesu kama Bwana alivyokusudia kuona. Ndio maana hata yule mwanamke aliyekuwa anatokwa damu kwa miaka 12, wakati watu wanamcheka, wewe unaenda wapi? Kwanza wewe ni najisi kumfuata wanaume. Wewe waliokaa pale anayehubiri ni mwanaume, alafu mitume ni wanaume. Wewe mwanamke unayetokwa na damu, unaendaje kumshika? Wewe kwa mila za Kiyahudi haiwezekani, ni najisi. Lakini yule mwanamke kwa sababu alikuwa na ufunuo, wao wanaona vikwazo, wao wanaona mila, wao wanaona mazoea, wao wanaona utamaduni, wao wanaona vikwazo, yeye anaona uponyaji wake uko kwa Yesu. Nikimgusa Yesu tu nitapona. Natamani usiku wa leo umuone Yesu anakuponya, anakufungua katika shida yako. Kicheko chako kije kwa jina la Yesu leo. Nasema kicheko chako kiumbike leo kwa jina la Yesu. Hata hivyo umelia sana mtu wa Mungu. Umelia sana. Wacha Yesu leo akukumbatie. Nasema wacha leo Yesu akukumbatie. Wacha akutulize. Alafu mambo ya imani yanashangaza sana. Sio wote mnaponywa dakika moja. Sikilizeni. Mungu ana njia tofauti za kuleta uponyaji.
Kaka yangu alipata shida kubwa. Huyo aliyelala, aliyefariki mwezi wa 3, alipata shida kubwa. Sasa kwa sababu ni mdogo wake, baba mmoja, mama mmoja, alinishirikisha. Alikuwa na tatizo, alipata tatizo kubwa kidogo. Akawa hawezi akaongea na watu sana. Akasema, bwana mdogo, nimepata shida kubwa. Shida gani? Sema shida kubwa. Aliponiambia, hata mimi sina majawabu. Mimi nimesomea ufundi, ndio profession yangu, ujenzi. Lakini sijasomea mambo ya medication. Ndio maana mama Mwageni Christ yule Dr. Monica kila mara nikiwa na muda ananipa tuition, ananipa shule kidogo, na kwa na class 9 nikiwa na nafasi nachukua kama saa moja, basi ananipa angalau elimu kujua mambo ya kisayansi ya afya yanakwendaje. Lakini kupitia maombi ya imani, siku moja akawa amelala usingizi usiku. Alafu anasema akawaona manesi wawili wamevaa vizuri, sura zao laini, utafikiri wadada, sio wadada, kaka sio kaka, kama ni wakaka ni so handsome. Acha sisi wenye sura za gumegume, maana ungetumeka kigumegume, haleluya, pambana na mambo. Lakini anasema wakaja wakakaa pale kitandani. She was in the dream, he was in the dream. Kaka alikuwa katika ndoto na wale wakateremka wawili. Alafu anasema akaona wamekaa pale kitandani, mmoja huku mwingine huku, wameshika mikasi wanamfanyia kama operation. Hasikia hata maumivu. Kaka ananiambia, nikawa na washangaa tu, wazuri, wanapendeza. Halafu walipomaliza operation yao, mimi sisikia hata maumivu kidogo. Wakamaliza, wakafunika nini, wakaondoka zao. Anasema nilipoamka tu, uvimbe kuisha, ile tatizo lilokuwa huko kuisha. Mwenye kunielewa nielewe, uvimbe wa kiume sio rahisi kuondoka. Wakati ule hata ufahamu wa kwamba ni ugonjwa fulani ilikuwa bado. Kwa hiyo ilibidi Mungu atume malaika katika njozi wamfanyie operation. Nasema mtu atumiwe malaika usiku wa leo wakutendee muujiza kutoka kwa Bwana. Huyu msichana wangu kabla hajapona alikuwa ananishuhudia, baba nimeota leo nahubiri natembea, nimeona natembea. Nikamwambia, yani wewe usio na hofu, wewe utafanya kazi sasa kuliko mara ya kwanza. Kwa mcha Mungu hakuna kisicho kutoka kwa Bwana. Hata njozi Mungu atatumia. Leo kuna mtu alinishirikisha maombi, naomba muombe mama yangu, yuko Marekani, anaumwa, hawezi kutembea, ameparalyze, hawezi kutembea. Akatushirikisha na mama, nikaomba na nikapata muda tena. Wakati nakwenda Marekani akasema, bwana hali sio nzuri, na madaktari wa Marekani akiwa kule wakamwambia, hii hawezi hata kutembea, haiwezekani, itakuchukua kama miezi 3 ndio utaweza kuanza kwenda taratibu namna hii. Nataka nikwambie, njia za Mungu za kuponya ni nyingi. Unaweza kuponya kwa neno la imani kama ninavyofundisha sasa, unaweza kuponywa kwa kuombewa, na unaweza kuponywa katika maono na ikawa halisi. Huyu ambaye mwenye mama mzazi ametoka leo airport, anakuja kuniletea ushuhuda hapa. Nitakuonyesha kitu chake kidogo. Anasema hivi, nikajua kumbe wakina Yusta sio wachache. Alikuwa naye anatembea hivi hivyo, amefungwa na tube ile ya kutolea urine. Anasema nilikuwa nimelala usiku, halafu nikasikia nikiwa usingizini, jitwike godoro lako ondoka, jitwike godoro lako ondoka. Akasema mara ya 3, jitwike godoro lako ondoka. Na yupo kitandani na amewekewa hilo drip, utamwona dakika chache hapa. Halafu anasema aliposikia twika ile ya mwisho, jitwike godoro lako ondoke, halafu akashtuka usingizini. Halafu akasikia urine
mkojo, haja ndogo imembana kweli. Akaondoka haraka haraka, akakimbia, akajisaidia. Sasa amemaliza ndio anaondoka. Nimetokaje chumbani kupita hapo kwenye korido nzima kuja mpaka kwenye vyoo viko huku, nimekuja yani sina support, nimeisha pona. Na tangu siku hiyo anatembea, na amekuja sasa Tanzania kupumzika. Na nimesema nikitoka tu wiki ijayo Mauritius, nitakaporudi nimemwahidi kwenda kumuona. Tutakwenda na mama kumuona. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu naomba ile clip uone. Ni nani huyu? Hebu onyesha hapa kidogo. Can you throw? Huyu hapa ni askofu, ndio aliyenishirikisha maombi. Akasema naomba tumuombee mama yangu. Mama yake ni huyo hapo. Si unamwona? Hebu nipatie nyingine. Kuna ile nyingine. Shukuru Mungu mama kwa kumponya. Bwana Yesu alimtendea muujiza, akamponya kimuujiza. Alikuwa anatembelea na hiyo woka hapa, lakini Mungu alimfanyia. Hapo ni Marekani. Twende. Hii ndio ilikuwa hali yake. Si unaona? Mpaka bleda limefungwa. Kinani kiko hapo pembeni. Huyu Yesu anafanya mambo na akufanyie mambo. Unaona ni wazungu kwa sababu ni Marekani. Naomba nyingine ile umuone sasa alivyo. Huyo. Nikasema kumbe akina Yusta si wachache. Wanaotendea muujiza huu ni wengi. Na muujiza wako na wewe unakuja kwa jina la Yesu. Naomba. Kuna mmoja ambaye anatembea free. Hebu angalia, ziko picha 3 pale. Ziko picha 3. Hii ni wakati anaumwa. Kama haionekani, kama imegoma kwenu basi acha. Lakini ninayo picha 3 kwenye, maana amekuja akasema sasa nakupa ujue kwamba yale maombi Yesu amefanya. Sasa hivi hana chochote, anatembea namna hii. Nasema na wewe kwenye jaribu lako Bwana akupe kutembea kwa jina la Yesu aishiye milele. Sasa unapomwendea Mungu you must have a revelation. Uwe na ufunuo. Unaumwa, sema sasa na uona uzima. Nasikiliza, lazima uvuke vikwazo na vipingamizi vyote. Unamkumbuka yule mama aliyekuwa na mtoto anamuombea kwa Yesu. Anamuombea kwa Yesu uzima. Anamuombea uponyaji. Unamkumbuka? Alivunjwa moyo na mitume. Alivunjwa moyo na watu wote. Wakamwambia bukaa kimya, unamsumbua bwana mkubwa. Yule mama Mkananayo, asante, yule mwanamke Mkananayo, lakini alikuwa focused. Hakukubali kuondoa focus yake. Akasema hata kama ninyi mitume mnanivunja moyo, mimi namwangalia Yesu. Na nikwambie kuna wakati majibu ya Yesu nayo yanakatisha tamaa. Maana namwambia Yesu, naomba uniponye mtoto wangu. Anamwambia chakula hiki kimeandaliwa sio kwa ajili ya watu wa nje, sio kwa ajili ya mbwa. Mbwa manake wakati ulikuwa manake mataifa. Akasema hiki chakula ni cha wana, uponyaji ni wa wana. Manake wewe uponyaji na uhubiri usiku wa leo ni wa kwako wewe mwana uliyeokoka. Pokea haki yako. Lakini yule mama ingawa hakuwa mwana, bado akasema Bwana, pamoja na kwamba umenipa majibu magumu, lakini bado hata hao mbwa unaosema na wao wanakaaga pale kando ya meza wanadondoshewa makombo. Hii unataka kunikatalia hata makombo Bwana Yesu? Makombo ya uponyaji. Yesu akasema sijaona imani kubwa namna hii. Manake nini? Kaza imani yako leo usiku, lazima upokee kutoka kwa Bwana. Ni haki yako kupokea kutoka kwa Bwana. Jambo la pili ambalo ni la 4 katika series, lakini kwa usiku wa leo nataka nimalizie nalo alafu tuingie kwenye maombi. Imani ni nini? Sio ufunuo tu. Imani pia ni matendo makubwa yanayozidi ufahamu wa asili ama uwezo wa asili. Operations beyond
human science. Utendaji unaozidi ufahamu wa kibinadamu, uwezo wa kibinadamu. Ndio maana imani. Kwa dakika hizi tunaweza kwenda kumwambia Mungu, tunakwenda kumwamini Mungu kwa mambo makubwa yanayozidi sayansi. Mlikuwepo nyewe Jumapili, mimi nilikuwa nafuatilia tu kwa mtandao. Mlimsikia Herman akishuhudia hapa kutoka kuwa na kansa ya mwisho kabisa, lakini bado Yesu amemponya kabisa na amethibitishwa hana kansa tena. Yesu yule yuko hapa leo usiku. Hata kama una tatizo kubwa, linakoma kwa jina la Yesu. Lazima urudi na kicheko kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu ambaye amemponya askofu mkuu Dr. Barnabas mtoka mbali ametoshuhudia kutoka kwenye kansa ya damu. Nchi yote imeomba. Mungu amesikia kilio chetu. Mungu amesikia kilio. Amerudi, amekuwa tested kwa zaidi ya mara 40 na ameonekana yuko fresh kabisa. Hata vimelea vya kansa havimo ndani. Hata vimelea, Mungu asiye na upendeleo akutendee muujiza katika jina la Yesu. Mungu aliyemponya mtoka mbali akuponye na wewe. Mungu aliyemponya yule mama akuponye na wewe. Mungu aliyemponya Yusta alikuwa ndio hawezi, yuko hapo hapo kitandani, akuponye na wewe. Tunapopishana, mimi nimetoka kufundisha chuo cha kupanda makanisa wiki iliyopita, uongozi amerudi anafundisha wiki kwa mbali na mtazama, ndiyo yeye au sio yeye, maana nina picha ile ya zamani. Lakini sasa nilikuwa namuona katika picha mpya, na mimi nataka nikuone wewe katika picha mpya ya ustawi na mafanikio. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Nikupe mistari miwili tu au aya 2 zinatosha. Kwa nini namwamini Mungu kuliko sayansi? Kuliko pale sayansi inapokomea. Si unajua Yesu alishatembea mpaka juu ya maji? Halo? Manake ndani yako uko muujiza usiokuwa wa kawaida. Usijiwekee mipaka. Na mimi nawaheshimu madaktari, na wanachosema madaktari sio cha uongo. Maana nimekuta kuna wengine wanaanza kugombana na madaktari. Hakuna, mlichoona sio chenyewe. Walichoona wameona kitu kinaitwa fact. Ni kweli ndogo zinazothibitika kisayansi. Lakini tunaye Mungu ambaye anafanya kuliko kweli hizo za kisayansi. He's doing beyond scientific analysis. Anafanya kuliko uchanganuzi wa kisayansi. Tunaenda pamoja? Anafanya, yani wewe inawezekana hapa upo umekuja, una tatizo lako hata hujamwambia mtu, na huna haja kumwambia mtu, utamwambia Yesu, amejulika sana. Usiogope. Umekuja kwa Yesu, Yesu ndio komesha. Hata kama kuna tatizo kwenye tumbo, umeombewa. Tumbo lako litachukua kizazi kwa jina la Yesu. Litaponywa usiku wa leo kwa jina la Yesu. Tena kuna wengine hapa nawaombea Mungu awape mapacha 2, 3, 4. Paka vitoto vinatoka kama panya, vinatoka 5. Alafu na vinyonyesha dakika 2. Pokea huo upako wa mapacha kwa jina la Yesu. Naona wengine wanazuia, wanasema mapacha hapana, kamoja. Unaoga wa nini nyinyi? Mimi nashangaa sana. Unajua wenzetu wana imani kubwa sana. Na ndio maana wanapokea hawa ndugu zetu hawa. Katika kitu ambacho mimi najifunza kila kitu. Unajua kila kitu kina mwalimu. Kwa shetani, maana maandiko yanasema kila kitu ni mtumishi wa Bwana. Hata shetani anaweza kuwa na kujaribu, hajui kwamba anatumika na Mungu akomaze imani yako. Kitu ambacho kwa shetani anaweza nikajifunza, hakatagi tamaa. Piga teke. Hata Yesu alipompiga teke, maandiko yanasema akamwacha kwa muda. Akajitipu majeraha yake, akarudi tena akaanza kumfuata kwenye huduma kumjaribu. Mimi nataka kusema na wewe usikate tamaa kumng'ang'ania Yesu mpaka mwisho. Hata ukatishwe tamaa, binti yangu, keep it up. Songa mbele kwa jina la Yesu. Nasema leo sitoki mpaka
nimetoka na muujiza wangu kwa jina la Yesu. Hata mningonge. Unajua imefika stage ya 8, stage ya 4. Ukisikia nakwambia ya 4 ndio ya mwisho, mwambie acha ya 4, ziko mpaka ya 12, 17, lakini Yesu wangu ni zaidi hata stage ya 40. Hutengeneza njia pasipokuwa na njia. Pokea uzima kwa jina la Yesu aliye hai. Wako watu hapa walishaanza kuandika wosia, mimi nikifa mpe huyu. Unaandika, andika kwa sababu ni ustaarabu kuacha mambo kwa utaratibu, lakini sio kwa sababu nakaribia kufa. Watakufa wengine na utawasindikiza. Kama unaamini sema amina, ila kama huamini tutakusindikiza. Kama huamini tutakusindikiza, wengine tuko tayari kusindikiza watu. Sasa tufanyeje? Sio mwenyewe ndio unasema hivyo, niko tayari. Mchungaji huyu anasema utafikirie ndio ataishi milele. Soma vizuri maandiko. Kuna watu mpaka walimkumbusha Bwana, halo, nimeishi vya kutosha, sasa naomba Bwana na mimi nife kama wanadamu wengine. Mimi nikwambie, uwezo, mauti iko katika uwezo, mauti na uzima. Methali 18 maandiko yanasema mauti na uzima uko katika uwezo wa ulimi. What you say. Na anasema wenye kupenda matunda yake watayala. Kusema za kweli, mimi kuvuka makao. Tuangalie tu. Ninavyojiona hapa, nikifika mwezi wa 8, mwezi wangapi? Wa 10 huu. Dalili ninavyoziona 11 mimi nikiwa mzima, nye shahidi. Na ikifika 12 mpaka 20 ile Christmas nile mimi, nitakuwa sio mimi. Sasa wewe umeshampa ibilisi nafasi. Hata kama unajiona umekuwa dhaifu, maandiko yanasema na aliye dhaifu, Yoeli 3:10, na aliye dhaifu asiseme mimi ni dhaifu, na aliye dhaifu aseme nina nguvu. Pokea nguvu usiku wa leo kwa jina la Yesu. Katikati ya dhoruba na majaribu mengi unayoyapata, usikiri huo udhaifu, kiri jina la Yesu katikati ya dhoruba na vita yako kubwa. Muone Bwana akikushindia, akikushika mkono na kukuvusha. Halafu tashangaa Mungu anavyokuvusha tofauti na akili za wanadamu waliotegemea, tofauti na akili zako mwenyewe. Ndio maana maandiko katika Waefeso yanasema basi atukuzwe Mungu, ashukuriwe Mungu awezaye kutenda kuliko yote tuyawazayo, kuliko yote tuyaombayo, kwa kadri ya nguvu ya kutoka nje. Kwa kadri ya nguvu inayotoka kutoka nje, kwa kadri ya nguvu itendayo kutoka ndani yetu. Pokea nguvu ya kutenda makubwa na kuyavuka makubwa katika jina la Yesu. Oya nikupe mistari, maana nashuhudia hapa kuna watu wengi wameshafunguka hapa. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Nasema tena, pokea kufunguliwa kwa jina la Yesu. Hata kama kulikuwa na kesi ngumu, Bwana ameshafunga, ameshaweka milango ya wewe kutoka. Haleluya. Haleluya. Naomba nisome mistari michache tu. Hebu nisomee mstari wa 32. Mstari wa 32 hadi wa 35. Ngoja nisome mstari wa 29. Mstari wa 29. Mstari wa 29. Tuko Waebrania 11. Waebrania 11 mstari wa 29. Nataka nikuonyeshe kwamba utendaji wa Mungu ni zaidi ya sayansi. Kwa hiyo ondoa mipaka ya kisayansi usiku wa leo. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja? Tumeshapata. Haya, twende mstari wa 29. Tunaweza tukasoma kwa pamoja? Tutasoma tuwe mistari inavyofuatana. 1 2 twende. Kwa imani wakapita katika naomba turudie. Wakapita kati ya bahari ya kama katika nchi. Wamisri walipojaribu kufanya hivyo wakafanya nini? Sasa sikiliza vizuri haya maneno ya Mungu. Yaani walipita katikati ya bahari, wanafukuzwa na majeshi.
Inanikumbusha nilipokuwa Israeli. Nilipofika mahali ambapo ilipasuka. Ni kweli panatisha. Nyuma maadui wanakuja. Ukiangalia kushoto, gema limeenda juu kabisa. Hakuna mti wala mahali pa kukimbilia, jua linawaka. Kulia utakuta pameinuka, kuko juu kabisa. Katikati ni bonde, ni michanga mitupu. Nikaanza kuyaelewa haya maandiko yanavyosema, ya kwamba kumbe kama maadui walikuwa wanatoka huku, walikuwa hawana kwa kukimbilia. Wakafika mwisho wa bahari. Bahari ya Shamu inaanzia pale. Wataenda wapi? Wanamnungunikia Musa. Wanaanza kumlilia Musa. Mungu anasema majibu yako kwenu wenyewe. Mnanililia nini? Angalia jibu la Mungu, anasema kwa nini mnanililia mimi ninyi? Wewe Musa, una nini? Mungu anataka kutumia ulichonacho. Haleluya. Akasema chukua fimbo yako, nyosha. Aliponyosha, muujiza ukatendeka. Bahari, nje ya mambo ya science, hakuna uwezekano wa bahari kuachana hivi kwa kunyosha fimbo. Kama huamini, chukueni fimbo kila mmoja, muende pale bahari, muende pale pale feri, mkanyoshe ni waone. Hata mkinyosha mita moja tu nitawapeni milioni 10. Maana hizo ziko ndani ya uwezo wangu. Sijasema hivi, ziko ndani ya uwezo wangu. Nenda ukanyoshe pale. Hapa tukutoka hapa mpaka alipo dadangu Azuruni hapo, fike pale, ifunguke bahari chap, na chini paone pakavu. Subutu. Lakini imani, angalia, kwa imani. Nasema kwa imani. Walipomwamini Mungu na mtumishi wake Musa, kama ambavyo nimesimama mbele yako leo kama Musa, Mungu aliwaambia muwasikilize mitume na manabii, wakasema wafufuke waliokufa. Yesu anakoti msemo wa Ibrahim, anasema na waamini hao. Wasipoamini walio hai, hata akifufuka mtu kutoka katika wafu hawataamini. Manake imani inajengwa na anayekuhudumia katika imani. Anasema kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu. Halafu hakuna tope wala ubichi, pakiwa pakavu. Wingu wanashangaa, gema kama hili limeenda mpaka kule, gema kama hili limeenda mpaka kule. Halafu anatembea pakavu kama hivi carpet. Saa 8 jua linawaka, pakavu na mchanga unatoka. Na kuita leo kwenye ulimwengu wa roho, Bwana kutengenezee kutembea pakavu kwa jina la Yesu. Tembea pakavu kwa jina la Yesu. Bwana vunja mipaka uliowekewa. Bwana kutengeneze njia pasipokuwa na njia. Bwana pasue bahari katikati ya majaribu yako, atengeneze njia kavu uweze kupita kwa jina la Yesu. Hata kama unajaribu limekubana kwa muda gani, wakati wa kupasuka hilo jaribu umefika kwa jina la Yesu. Nasema hautafia hapo, hautafia humo. Bwana anainua neema yake ya kutengeneza njia pasipokuwa na njia. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu leo. Wakatembea mahali pakavu kwa imani, wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu. Walikuwa wanatembea kwa madaha. Mimi najiuliza, sio walikuwa wanagusa hata yale maji, wasa jamani, haya maji au nini? Hata wakigusa wanakuta mwenye bahari ameshasema, yametunisha mishipa yake yote, yamekaa kama jabali. Lakini maji, samaki wanaopita wanachungulia, wanatoka, lakini hawezi kutoka, hawavuki. Hakuna samaki hata mmoja aliyewahi kudondokea hata dagaa. Mungu akishika ameshika. Na kuombea Bwana kushikie mapito yako. Mapito yako yawe salama. Mapito yako yawe ya kimiujiza. Akikuigia mwingine ataangamia. Maandiko yanasema Wamisri nao akajaribu. Kumbe kunapitika. Kumbe ni kawaida. Anasema maandiko, na wao walipojaribu kufanya vivyo, walipofika Tunus, Bwana alipoona wa mwisho anamalizia tu chwa, Mungu akamwambia Musa, rudisha hiyo fimbo. Akanyosha tena, maji akafunga, jeshi lote la Wamisri likafa. Na ndio maandiko yanasema hawa Wamisri mnaowaona leo hamutawaona tena. Ninasema na mtu kwenye ulimwengu wa roho wa imani, jaribu ambalo limekusumbua miaka mingi likome leo, usilione tena kwa jina la Yesu aishiye milele.
atakomesha vita. Vita si vyetu. Kutoka 14:14 anasema vita si vyetu. Bwana atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Vita si yako, vita ni ya Bwana. Tunamwita usiku wa leo, Bwana wa vita akupiganie kwa jina la Yesu. Science iko wapi sasa? Paka leo na vitabu vyote inabidi waandike tu kwamba mwaka fulani wa Misri, wa Israeli walipita kwenye bahari ya Shamu. Wameweka alama. Tulipokwenda kuangalia, tulipokwenda kutembelea, ni Israeli. Mahali pale pako wazi mpaka leo. Lakini mpaka leo hata tulipojaribu, tuliingia kwenye maji pale, tukajifurahisha tukapiga picha, lakini maji yamegoma. Maana yale maji yanaondokaga kwa sauti ya Yesu. Sauti ya Yesu leo ikuondolee maji yaliyokuzuia mbele yako kwa jina la Yesu. Naomba mstari unaofuatia. Tuko 29. Hebu angalia 30. Kuna kitu pale kwenye 30 na 31. Hebu soma 30. Na kuonyesha tena kwamba utendaji wa imani ni zaidi ya sayansi. Tusome hapo. Na nafikiri panatosha hapo. Tusome hapo kwa imani. 1 2 twende. Hebu sema tena. Kwa imani kuta mimi nakupa hata mwaka mzima, zunguka ukuta wa ofisi yangu uone kama itaanguka. Ndio maana niwaambie, matendo ya Mungu hatutumii logic. God's action, God's miracles are sometimes illogical. Mantiki hakuna muunganiko. Maana wewe unazunguka tu hivi kweli ukuta. Tulifika pale Yeriko, utashangaa ukuta, historia inasema ule upana ilikuwa mpaka magari ya farasi yale yanapita pale juu, na watu walikuwa wanaweza kapishana pale juu. Sikutaka hata kuingia. Tulipofika kule kasa, kwanza mji ulishalaaniwa kwamba hautastawi tena. Mpaka leo Yeriko haijasimama tena. Mpaka leo. Sasa hebu angalia. Hii ni box tu. Kuna sayansi gani kwamba ukizunguka hivi? Bwana 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 wa majeshi tunaye. Bwana 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 wa majeshi tunaye. Tunaye Bwana Bwana. Sasa watu wakasema hizi zimo hawazimo. Sasa mnaye Bwana ndio anahusika nini? Maana walikuwa wameshika wale mikuki tayari warushe na mawe, ambao kwa wakati ule ndio alikuwa kama skadi. Walikuwa wanarusha kwa nguvu sana. Wako pale juu na mikuki na mapanga. Wanashangaa watu wa Mungu, silaha zetu sisi si za mwili, si za damu na nyama, haleluya, lakini zina nguvu katika ulimwengu wa roho. Wakashangaa tu. Siku ya kwanza, Bwana Bwana na wa majeshi tunaye. Bwana 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 wa majeshi tunaye. Wanaenda kulala nyumbani. Siku ya pita, Bwana 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 wa majeshi tunaye. Bwana 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 wa majeshi tunaye. Wanaenda kulia. Mwisho wakaona hawa hakuna chochote. Hawa kama gorofani haziko sawa sawa. Hawana nyundo, hawana sululu, hawana tindo ya kutindua ukuta. Sasa wanatuimbia huko chini. Ndio nini? Ndivyo tunavyokuja kwenye ibada, tunatangaza uponyaji mkubwa. Vishindo, ni siku ya vishindo. Kwa mtu wa mwilini Misri anaona kama wanapoteza muda. Ndugu, silaha hizi tunapoimba na kuomba hapa zina nguvu mno kwenye ulimwengu wa roho sana. Mahali ambapo sayansi imekwama, inashindwa kutoa majibu, imani inaleta majibu kutoka kwa Bwana. Pokea majibu yako toka katika kinywa cha Bwana katika jina la Yesu, sawa sawa na ahadi zake. Kinywa cha Bwana kikinena kimebeba majawabu yako. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu siku leo. Maandiko yanasema walipomaliza tu kuzunguka, siku ya 6, waliporudi siku ya 7 akamwambia, imbeni sasa, pigeni na matarumbeta. Yeriko akasema, sasa jamaa,
Leo ndio zimewawakia. Hebu angalia, leo hawazunguki mara moja, ya pili, wamekaa pale juu. Ilipofika ya 7, Mungu hafanyi kwa mujibu wa science. Mungu anafanya kwa mujibu wa ahadi zake, anafanya kwa mujibu wa neno lake. Walipozunguka mara ya 7, kuta zote zikadondoka. Haleluya! Ukuta wako uanguke leo kwa jina la Yesu. Ukuta ambao umekuzuia kwa muda mrefu, ninauita kwa jina la Yesu udondoke leo. Pokea haja za moyo wako leo. Pokea haja za moyo wako leo. Mstari wa 31. Halafu tusimame. 31 au 32. Kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Maandiko yanasema kwa imani hakuangamia. Neno kubwa hapa nataka kusema na wewe, hata kama ulikuwa uangamie kwa jambo lote, maana umekuja kwenye ibada usiku wa leo, unatufuatilia usiku wa leo, pokea uzima kwa jina la Yesu. Usiangamizwe na watu wengine wanaokwenda kuangamia. Na nazungumza na mtu hapa, ugonjwa ulioangamiza wengine hautakuangamiza wewe. Kwako utakuja na utaondoka kwa jina la Yesu aliye hai. Shida ile ile ambayo imewaangamiza wengine, ikifika kwako haitakuwa na nguvu, maana mwenye nguvu atasukumia nje. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Mstari wa mwisho naomba ule. Naomba tusome kwa pamoja. 1 2 twende. Nami niseme nini tena? Maana wakati kuleta habari za Gideon na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii ambao tusome kwa pamoja, ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vyao. Funga vinywa vya simba wanaopiga kelele kwenye maisha yako usiku wa leo kwa jina la Yesu. Watu wengi wameongea kuhusu wewe, tunawafunga usiku wa leo vinywa vyao. Kila aliyeongea mabaya nyumbani, kazini, kwenye familia, kwenye ukoo, shambani, ofisini, chuoni, mtaani, ni jirani, wameongea vibaya kuhusu wewe, vinywa vyao vifumbo kwa jina la Yesu, visilete madhara yoyote katika maisha yako. Na hata kama vinywa hivyo vimeandika na barua, vimeweka na tarehe na ripoti na faili zimepelekwa katika ngazi yoyote, tunavifunga leo kwa jina la Yesu. Havina nafasi tena. Na nasema hivyo katika mamlaka ya ulimwengu wa roho na funguo za rohoni, tunafunga kila kusudio baya la mwovu shetani dhidi ya maisha yako. Nasema hayatakupata mabaya, mema ya Bwana na yakutanishwe na maisha yako kwa jina la Yesu. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo, tuingie kwenye maombi.